somo la leo ambayo inasema maswali ya msingi katika kuelekea utoaji sahihi wa mpango katika siku za mwisho. Siku hizi za mwisho, moja ya pambano ambayo itakuwa attack pia sio tu kuja kwa Yesu mara ya pili. Leo hii tunapitia changamoto ya mafundisho ya uongo juu ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Ndio maana hata umeona mwaka huu tunaimba kwenye makambi kwamba Yesu anakuja tena. Ni kwa sababu wako watu ambao wanahubiri ujio wa Yesu isivyo sahihi. Lakini sisi tunapenda kuwatia moyo kwamba Yesu yuaja na tutakwenda tukimsubiri. Tunapaswa kuketi tukimsubiri kwa sababu anakuja. Lakini kwa kuwa anakuja, hatujui siku wala saa. Lakini nyakati hizi shetani, wakati watu wamefika ukomo wa kuchoka, ndipo anapoingiza mafundisho ya uongo ili aweze kuwakamata hata walio wateule. Sio tu kwa habari ya kuja kwa Yesu, lakini ndivyo anavyofanya hata habari ya utoaji wa zaka na sadaka. Shetani anaingiza mafundisho mengi ya uongo kuwadanganya watu juu ya utoaji wa zaka na sadaka. Anaingiza mafikara mengi ya uongo, kujiamini, ili watu wasahau uaminifu. Anatufanya kuwa bize sana na shughuli nyingi, tuone kwamba tunadaiwa vitu vingi vya kufanya. Unaona, sijafanya kile, sijafanya hiki, hii hela nikipeleka kanisani ni hasara. Nadhani mtangazie, hautafanya vyote kwenye ulimwengu huu na hautaweza yote kwenye ulimwengu huu. Wako waliokimbizana na hela na hawakuwahi kuzishika. Wako waliotafuta fedha na hawakuwahi kuzipata. Wako waliojilimbikizia mali, walilala pasipo tumaini. Hakuna faida katika hayo yote, ni ya kitambo. Na Kibonzo huwa nakapenda yule mtu amewekewa chuma toke hapa nyuma, kiko mbele, kinaning'inia mbele yake, anakitazama kwa macho, kimetokea kwenye shingo yake, kimekuja mbele hivi, na kile chuma kimewekewa hela zinaning'inia. Halo, fedha zinafanya nini? Zinaning'inia. Na sasa alikuwa kwenye mbio za kutafuta hela. Kila anapokimbia anataka kukamata ile hela, anazikosa na zenyewe zinakimbia. Halo, kila anapokimbia na hela zinafanya nini? Ziko mbele yake zinakimbia. Anaruka ikamate. Alianza hayo mashindano akiwa kijana mdogo sana. Yumkini alikuwa na miaka 17 au 15 kama vijana wenu wanapoanza kupata hela mapema na kuoa mapema. Na wazazi nawaambia oa. Hata kama hajajielewa naambia weka katika chumba hapo, oa. Nilikuwa nafundisha mengi nikisimulia na kutoa mafundisho zaidi juu ya haya. Faida za kuoa mapema na za kuchelewa kuoa. Halo? Na hatari za kuchagua muda sahihi wa kuoa na kuolewa. Halo? Yaani wazazi wanapaswa kufahamu hilo sana. Muda sahihi wa kuoa au kufanya nini? Kuolewa. Ili muwasaidie vijana wenu kuwa katika muda sahihi. Itawasaidia sana. Kwa hiyo kijana anakimbiza, alikuwa kijana, anakuwa mtu mzima, anakimbiza tu ikamate hivi, hakuna. Kila anakimbiza akamate, hakuna. Akafika mtu wa makamo, akasogea tena, akawa ni mzee, hajazikamata, akiwa anakimbia, akafika mbele, nguvu zinamuisha, akajikwaa, akaanguka. Na alipoanguka, mbele yake kulikuwa na shimo, kwa akaangukia shimoni. Alipoangukia shimoni, kile kikatuni kinaonyesha na nyama zote zikaisha, ikabaki mifupa. Na hela zile zikaangukia juu ya shimo, ziko mbele zinasubiri mwingine
atakaendelea kuzitafuta. Kwa hiyo shetani ataweka mambo mengi sana ili wanadamu waone hatuna sababu ya kutoa, na ndio maana tutazificha hela zetu mbali, tukiwa na hofu juu ya kesho, tukiwa na mashaka juu ya kesho, tukiwa na mashaka juu ya baadaye. Hatutatamani kufanya kazi ya Mungu, tutazificha fedha zetu, maana hatujui kesho. Hofu zitajaa. Shetani ataweka mafundisho. Hata hivyo, wewe unaona watu unaowapatia hizo fedha wao wenyewe sio waaminifu. Shetani ataweka mafundisho. Unaona kanisa halikusaidii chochote, si unaona kanisa halina faida na wewe unajipendekeza kutoa sadaka tu na zaka. Nenda kafanye mambo yako, alafu mambo yako anakupeleka kwenye pombe, anakupeleka kwenye bia, anakupeleka kwenye anasa za wanawake. Ndivyo atakavyofanya. Hiyo ni sehemu ya attack ya siku za mwisho. Hata fundisho hilo utoaji, mzee Litwaza, limekuwa attack, limevamiwa. Watu wanafundishana mafundisho ya uongo ndani ya kanisa. Jana tumesema habari ya historia ya utoaji wa kanisa hili na kwa nini watoe. Nilisema tu ujifunze historia na fakti. Kanisa kama taasisi haliendi kwa muujiza, linategemea sadaka na zaka yako. Haleluya! Na sio kwamba usipotoa halitaenda. Mungu anazo njia maelfu za kufanya, lakini kwa sasa amekupatia wewe nafasi ya kuwa mtendakazi pamoja naye, co-worker. Yaani wewe umeingizwa kwenye ubia. Kazi ya Mungu iko mabegani mwako. Tunatoa kwa sababu kazi iko mabegani mwetu. Kwa na watania wenzangu jana, kaambia Kambeni walimba wimbo hapa jana wakati wa sadaka. Toa, fanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Hatutaacha kutoa. Toa wewe, fanya kazi ya Mungu. Nikiwa pale nasikiliza nikisema, laiti hizi nyimbo tungekuwa tunazitafakari na kuzifanyia kazi, tusingekuwa na migogoro kanisani. Baada ya wimbo huo wa Kambeni, mzee Liu, tunaweza tukaenda Kambeni tukawaambia kufanya kazi ya Mungu wachangie sadaka, wakaanza kukupiga ndani. Wimbo huo na ukiwakaribisha watauimba tena, lakini ukiwaambia sasa tutoe, hiyo hela shigadu, hiyo haifai hiyo. Hata hivyo wachungaji wangetutia maelezo sahihi, ni wezi hawa, ila wimbo wanasema tufanye kazi ya nani? Toa. Nakundua hawa wanachokiimba na wanachokiamini ni vitu viwili na kuongezea lingine. Waadventista wa Sabato miaka mingi sana kuna wimbo uliimbwa wa Bugombi. Wangapi wamesikia nyimbo za Bugombi? Sasa kule nafikiri ni Mwanza, ni kama sijui Geita kama sio Mara. Ule wimbo nilikuwa naupenda sana. Unasema na mimi ni rehemu Bwana, nifanye niwe wako. Na mimi ni rehemu Bwana, nifanye niwe wako, niponye roho na mwili, nihurumie, nioshe, na mimi nakuja kwako. Ewe Bwana wangu, ni wa rehema na neema. Nikamwambia wimbo tangu zamani tumekuwa tukiimba neema na rehema, lakini makanisa yetu hayana neema wala rehema. Yaani viongozi wao hawana neema wala nini, ila kwaya zimeimba, jumbe tunazo, lakini sisi hatuna rehema na neema. Si hata hapa kuna mtu akichukizwa hapa yuko tayari kutoa uhai wa mwenzake. Kuna mtu hapa akikosewa aongee na mwenzake miaka yote, anasema hata kama kaburi langu usifiki. Lakini nyimbo za neema, na kuna wakati mnajadili neema mnaanza kubishana, ifaa hii neema, lakini nyimbo zake mnaziimba. Ni vitu viwili shetani anashambulia. Kwa hiyo uko kanisa ni sehemu ya taasisi, lazima ujifunze vitu viwili kwa makini, mshiriki na msafiri mwenzangu. Historia ya utoaji, ili upate kujua kwa nini tumeweka umuhimu
wa kutoa. Kwa nini tunafikiri ni muhimu sana kutoa sadaka na zaka, tena kwa uaminifu? Historia inatufundisha kutoa tangu nyakati za kwanza. Wachungaji, kanisa lenyewe, hii kanisa hili la Afrika hasa Tanzania linayo sifa kubwa ya kuwa na waumini wengi lakini wasio na matoleo. Sio kwamba tu masikini, hapana, hapana. Yaani tunabatiza wengi, na sio kwamba tunabatiza vijana au watoto tu, wako hata watu wazima wanaofanya biashara, watumishi, lakini kanisa itatoa 100,000. Halo, unauliza hivi hao wanaelewa wanachomfanyia Mungu? Na watu wanasema tuna kanisa Tanzania kubwa mno, lakini hatuna watoaji Tanzania. Halo, tuna namba kubwa ya watu, lakini hatuna namba kubwa ya waaminifu. Na kwa sababu hatuna namba kubwa ya waaminifu, kanisa inalia na kilio cha waaminifu. Mbona tunao watu wengi lakini kama si wasafiri? Kama si wasafiri. Kwa hiyo tunapoenda kuhitimisha leo, natamani ujue kwamba mwandishi anasema kutoka kwenye nukuu zile za jana, nililosoma somo la jana, anasema walipoamua kuanzisha utoaji systematic benevolence, waliuita utoaji wa ukarimu, lakini kwa mpango. Kutoa kote kumejengwa kwenye ukarimu. Haleluya. Ndio maana viongozi na wazee wa kanisa, nendeni mkasome kanuni ya kanisa vizuri. Sitakumbuka ni sehemu gani, sura ya ngapi, lakini ndani yake pako mahali kabisa panapofundisha juu ya ukarimu. Halo, kwamba ukarimu ni sehemu ya imani yetu. Tunajifunza na kuwafundisha washiriki wetu kuwa wakarimu. Na ndio maana ukiona watu hawawezi kupokea wageni kwenye makanisa yao, bado fundisho la ukarimu linapaswa kusaidiwa vizuri, kufundishwa vizuri. Ukarimu unaanzia kwenye maisha yetu mpaka kanisani. Habari njema ni kwamba hata kutoa zaka na sadaka ni utoaji wa ukarimu. Ni kama tunatenda ukarimu mbele za nani? Maana tunatoa ukarimu ila kwa mpango, ambao Mungu anasema zaka sehemu ya 10, sadaka ni zaidi. Ni zaidi, ni yule aliyenona, ile iliyonona. Toa kwa ukarimu. Na ndio maana hatuishi kuwa na sadaka. Halo, maana tunatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu na ukarimu na tubidiisha kutoa. Na anasema kwa maana upendo wa Kristo watubidisha, tutafanya yote. Tutatoa vitabu ili tukafanye uinjilisti. Tutatoa sadaka ili tujenge majengo ya kanisa tuabudu. Tutatoa sadaka ili kusaidia wahitaji. Na nikwambia habari njema ni hivi, utoaji huu wa ukarimu ndio unaotufanya kuwa hai. Haleluya. Mwambie jirani yako, uko hai kwa sababu ya mpango wa utoaji. Si ninyi ni mashahidi? Kwenye hii dunia kuna bahari inaitwa Mfu. Walimu, si mnatukumbusha hiyo bahari inaitwaje? The Dead Sea. Satemba, mzee wa research, inaitwaje? Ina sifa gani? Yaani na hakuna kiumbe kinachoweza kusurvive, ila ni bahari Mfu. Kwa nini ni bahari Mfu? Inaingiza, haitoi. Halo, inaingiza maji ila hayafanyi nini? Kwa maji yote yanaingia lakini hayatoki. Sumu zinaingia, mauaji yanaingia, hayatoi. Na hivyo inakuwa bahari Mfu iliyokufa. Samaki hakuna mahali hapo. Ndio kadhalika na sisi. Wewe unayepokea tu na utoi, wewe hauko hai, unakufa. Maana uhai unapatikana kwenye kutoa na kupokea. Kutoa na kupokea.
Ibada ya matoleo ya kanisa hili la Waadventista wa Sabato inatoka mbali sana katika safari ngumu yenye kukatisha tamaa. Usomaji mwingi wa Biblia na maongozi ya Roho Mtakatifu, hatua kwa hatua tulizipitia hata kanisa kufika hapa tulipo. Ndio maana mama wetu anaandika, mambo mengi tunayo wekea mashaka leo, tunauliza leo, na kuwa na ukosoaji unaopotosha leo. Kanisa liliwahi kukutana nayo na bado liliyatolea maelezo kwa maelekezo ya Roho Mtakatifu. Mungu ameliongoza kanisa lake toka mbali sana, na hapa ndipo ninapopenda kutoa ushauri. Kabla hujaunganika kuwa mkosoaji na kuwa na kiburi juu ya hoja na mambo mbalimbali ya kanisa, nenda kwa maana ya kuuliza upate majibu. Useme kabisa, nenda kaulize ili upate majibu kwa uzuri. Huwa napenda kuambia watu, nawaambia, na ni muhimu sana kuwajibu watu. Maana ukiulizwa swali ukakosa jibu, yule mtu aliyekuuliza swali ufikiri ana hoja ya msingi sana, ndio maana umekosa jibu. Halo, narudia tena, hii kwa viongozi wote nawapa. Yesu mbinguni hakuanzisha utoaji wa mpango kujitajirisha mwenyewe, bali ili uwe mbaraka mkuu kwa watu wake. Utoaji wa mpango ulifanywa ili uwe baraka kwa watu wa Mungu. Yaani sisi ndio wenye lengo la kubarikiwa. Yaani sisi ndio wenye lengo la kupokea baraka. Sio yeye. Yeye hapokei, ila sisi ndio tunaopokea baraka. Tunatoa, anatubariki. Sasa kama kuna kanuni ya maisha, si ndio hii? Unazihitaji baraka, si utoe? Unataka kufanikiwa, si utoe? Unataka kuendelea, si utoe? Maana amesema yani kuna maombi mengine mnaenda kuomba kwa wachungaji ni maombi vipofu. Maana Mungu ameshaweka siri. Kuna siri ameshazifunua. Anasema hivi, unataka kuishi miaka mingi, waheshimu baba na nani? Na mama. Unaenda kwa mchungaji, niombee, ninaona kama nitakufa hivi, siishi sana. Anakuuliza baba yako unamsalimia? Yule baba mkorofi sana, mimi sitaki hata kumuona. Sina mpango naye. Mama yako naye, mama ana maneno sana. Uliwahi kwenda kuwasalimia? Hapana. Kwa nini wewe? Sina mpango nao, watajijua wenyewe huko. Ila niombee, naona mambo yangu hayaendi, niishi vizuri na miaka iwe mingi. Unataka maombi gani tena? Wakati baraka za wazazi umefanya nini? Umeziacha. Mungu anasema waheshimu baba na mama ili upate siku nyingi katika nchi anayofanya nini? Anayokupa. Sasa ni sawa sawa na hii. Mtolee Bwana dhabihu, zaka na sadaka ili awekeze kwenye mambo yako, akubariki. Na atakubariki sana. Jambo la kutoa halikuachwa kutegemea mvuto wowote. Mashauri juu ya uwakili, ukurasa wa 55. Jambo la kutoa halikuachwa kutegemea mvuto wowote. Mungu ametupatia mashauri kamili juu ya jambo hili. Ametupambanulia juu ya wajibu wa zaka na sadaka, na anatutaka tutoe kwa kawaida na kuendelea kutoa. Niliwaambieni, baada ya kuwa wale watu walianza kuweka akili zao za utashi kwamba hatuwezi kulani wachungaji, hatuwezi kutembeza mambo ya kanisa hayaendi, tuanze kutoa hivi na hivi na hivi na hivi. Baadaye wakagundua kumbe sisi sio wa kwanza. Mungu alishafunua. Watu wa Mungu wakagundua kumbe Biblia ina majibu yote namna ya kutoa kwa uaminifu. Na mimi ninapotimisha leo kutoka somo la jana niseme, pamoja na historia ya mawazo ya binadamu yanayoanza kutoa, lakini Mungu alikuwa ameshaweka mfumo tayari sahihi wa namna ya kutoa. Na ndio maana mama wetu anaandika, anasema Mungu ametupatia wajibu, ametupambanulia juu ya wajibu wa zaka na wajibu wa sadaka. Na ninyi majibu mnayo, kwa uzoefu wenu mnafahamu zaka ni 10%, haiongezeki wala haipungui. Zaka ni ya Walawi. Lakini kumbe habari njema ni hivi, ukisoma kitabu cha mambo ya Walawi, hata wao Walawi walitakiwa kutoa zaka ya zaka. Halo? Yaani hapo ndo napompenda Mungu. Yaani hata hao Walawi wanadaiwa kutoa zaka ya nini? Ya zaka.
Unajua wanafanyaje? Yaani wewe unampatia zaka ili aishi, lakini na yeye bado Bwana anamtaka atoe zaka. Halo? Ndio tofauti ya hii safari ya mbinguni ya Biblia. Kwamba eti mimi naishi kwa zaka za watu, lakini na mimi natoa zaka. Halo? Yaani pamoja kama nazipokea zaka, sio naongea sasa ni zaka ile ile Bwana, mimi nitatoaje tena zaka? Hata mimi nile. Lakini Mungu anasema nitaitaka zaka yako. Biblia inaelekeza kabisa. Walipopeleka kwa Walawi, Mungu pia alitaka zaka kutoka kwao. Na hata sisi wachungaji tunatoa zaka na sadaka. Halo? Yaani hata wachungaji tunatoa zaka na nini? Na sadaka. Na moja ya jaribu kubwa ambao ni pambano la kutusimamisha imara, maana zaka ina uhai wetu. Zaka ina connection, sadaka vina connection na maisha yetu. Hata mchungaji anahitaji hali yake ya kiroho. Hizi ni wachungaji mnasemaje huyu sio wa kiroho kabisa? Si mnapimaga nyinyi. Mnasema huyu sio wa nini? Sio wa kiroho. Unafikiri naye anakaa tu kwa kiroho? Lazima awe connected na Mungu. Lazima ajiungamanishe na Mungu. Lazima ajishikamanishe na Mungu ili na yeye akue kiroho. Kwa hiyo wachungaji nao wanatoa zaka. Kitabu cha Luka 18 mstari wa 8. Neno la Bwana linasema hivi. Kabla sijasoma niseme maneno haya, ninukuu haya maneno. Somo hili limelenga kuimarisha mfumo wa mtu binafsi wa ibada ya matoleo. Somo hili na juma ya somo hili ambalo tumelifundisha lililenga kuweka mfumo na ibada ya matoleo ya mtu binafsi, sio jumuiya. Maana matoleo ni ya mtu binafsi. Maana Bwana Yesu akielezea Ukristo wa siku za mwisho alisema kwenye Luka 18 mstari wa 8, walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Akija huyo mwana wa Adamu, ataiona imani? Leo hii tuko hapa, atakuta imani? Atawakuta watu wanaoamini? Au wote watapoteza imani? Sasa sikia, utoaji wa Kifarisayo ambao ulikuwa unafanywa na kina Nikodemu tuliosema juzi, ulipungukiwa na mambo makubwa matatu ambayo yachukue. Hata leo tuna watoaji wa Kifarisayo. Halo? Watoaji wa nini? Wa Kifarisayo. Utoaji wowote wa Kifarisayo unapungukiwa na mambo makubwa mangapi? Matatu. Jambo la kwanza, utoaji wa Kifarisayo unapungukiwa na imani. Mara nyingi tunatoa pasipo imani. Tunatoa kama mazoea. Tunatoa kujionyesha. Hatutoi kwa imani. Lakini jambo la pili, unapungukiwa rehema. Unapungukiwa rehema. Tunatoa kwa viburi. Tunatoa tukiwa hatuna neema na rehema ndani yake. Na la tatu, utoaji unapungukiwa adili. Na ndio maana mambo yakija ya adili, mtu anaonekana kutoa sana, lakini akija ni mambo ya adili hayupo. Mambo ya uaminifu hayupo. Mambo ya kimaadili hayupo. Lakini anaonekana kuwa mtoaji sana. Mbona anatoa sana huyu kwenye michango kanisani anatoa, lakini maadili hayapo. Na hapa ndio unakutana na wale watu ambao wanaenda kwa mchungaji, wanamnunulia gari ili aendelee kufanya mambo yake. Wanatoa sana vihela kwa viongozi ili waendelee kufanya mambo yao. Wanaonekana wanatoa lakini hawana nini? Adili. Utoaji wa Kifarisayo. Huo ni utoaji wa Kifarisayo. Huo ni utoaji wa Kifarisayo. Na ulilaumiwa sana kwa kuwa imani ilipuuzwa kuwa ni sehemu ya mtoaji mcha Mungu. Sikiliza maneno. Dhambi ya wizi na uchoyo ya Yuda ilidhihirika pale Mariamu alipompaka Yesu mafuta. Sinamkumbuka Yuda Alimwambiaje Yesu? Haya mafuta haya tungeenda kuuza, tungewapatia maskini. Hivi unafikiri lengo lake lilikuwa ni maskini? Mbona maskini anao siku zote? Anasema hizi ni anasa hizi. Mtu akiona watu wamekaa sana, kwa nini wanakula hivi hawa? Ni anasa hizi. Kwa nini lakini yeye anavaa suti za bei ghali.
Ila anakuambia kwa nini wachungaji wale pale? Na kwa nini wasiwe kama sisi? Hizo ni anasa hizo. Wengine wanafundisha mafundisho wachungaji ni sawa tu. Hivi kwa hiyo wachungaji ni sawa na sisi? Kwa nini ni hapana mzee? Kwa sababu wao wanafanya kazi katika nyumba ya Mungu. Hiyo namba moja. Wazee wa kanisa ni sawa na mtu wa kawaida? Wazee wa kanisa ni sawa na mtu wa kawaida? Kwa nini sio sawa? Ndio mzee. Wamepewa nini? Na Biblia iko wazi. Tayari kuna kitu kimeongezeka. Na ndio wanasema hata kama ni mzee wa kanisa, mimi niko very against. Yaani mimi nikikuta mtu anazao hata mzee wangu wa kanisa, yaani kwa kweli hiyo ni vita. Halo? Yaani mimi nikikuta mtu anadharau kiongozi wa kanisa aliyechaguliwa kwa mikono, si umheshimu kwa nafasi yake. Sio kwa sababu ya umri wake, sio kwa sababu ya fedha yake, sio kwa sababu ya umaskini wake, mheshimu kwa sababu juu yake kuna mikono ya Mungu imefanya nini? Imewekwa. Mheshimu kiongozi huyo. Kuta watu wanadharau wazee wa kanisa hapo, wanaona sasa pia kuna wazee wa kanisa wenyewe wamejishusha heshima, wamedharau kabisa. Na wenyewe mambo yao ni ovyo kabisa. Halo? Tunawatia moyo wenyewe wasifanye mambo ya ovyo. Kuta mtu anafanya mambo ya ovyo kabisa, unaanza mzee wa kanisa kanisa kabisa Mzee wa kanisa yuko na Yanga kanisani. Kavaa t-shirt la Yanga, anambia Yanga bingwa, Simba amefungwa 80 lakini. Sasa nikaanza kuniambia Pasta vipi? Ni kweli tunajua Yanga ni bingwa. Na ni kweli kabisa Simba anaweza kupata ubingwa miaka 5 ijayo. Lakini waheshimu viongozi. Hapa anasema utoaji wa Kifarisayo ulikuwa ndani ya Yuda. Anasema tungewauzia masikini, lakini hoja yake sio masikini. Hiyo sio hoja ndani ya moyo wake. Ni kiburi tu. Ni kiburi tu. Kwa maana anasema dhambi ya wizi na uchoyo ya Yuda ilidhihirika pale Mariamu alipompaka Yesu mafuta. Wengi kama Yuda, dhambi ya kumnyang'anya Mungu zaka na dhabihu inajulikana wakati wa fundisho la utoaji wa mpango. Linapowekwa mbele yao, huanza kukaidi, likidai utii kamili kwa matoleo yao ya zaka na sadaka. Kristo alipomkemea Yuda, kiburi kilichojeruhiwa na kutaka kulipiza kisasi vilibomoa ukuta wa kingo moyoni mwa Yuda. Kama vile kingo za mto zinapobomoka, gharika ikatokea, nyumba zikaanguka, vifo vya adha zingine zikatokea, vivyo hivyo na kuta za moyo wenye uchoyo na ubinafsi zinapobomoka, ndipo maneno ya kejeli, kiburi, majigambo na dhambi hutoka kinywani mwa yule aliyefikiriwa kuwa mshiriki mwaminifu na mjuzi wa elimu ya neno la Mungu. Mchungaji, unasema nini kwenye maneno? Jumla haya ni haya. Kwa sababu watu wengi wamemwacha Mungu, hawatoi. Nataka nikupe tu hii picha. Hata wewe kuna wakati unakuwa mkali wachungaji wanapozungumzia matoleo. Sio kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu wewe ni muhanga kutoa. Halo? Mara unapokuwa muhanga wa utoaji, mtu anapokuja kuzungumza zaka na sadaka kwa uaminifu, mara nyingi huwa tunakuwa na mambo mengi. Watainua maswali mengi, maswali ya ujuzi, kuonyesha kwamba wanajua sana. Hauna haja mchungaji wa kufundisha hayo, tunafahamu. Lakini kufahamu ni jambo moja. Tunakuja kuwatia moyo watu wa amani, watu wa Kambeni, watu wa Galilaya, watu wa Mshiwi. Kufahamu ni jambo moja. Bwana anataka kwenda kwenye utendaji, aone matokeo. Haleluya. Kama tunaimba hapa jana na juzi, utoaji unadai matokeo. Yaani wewe unabarikiwa lakini ukiuliza shida tu haya, mambo mabaya, mambo magumu sana. Ila umebarikiwa, mambo magumu sana, mambo bado. Ndio maana kwamba Mungu anasema anatamani kuona sisi tukifanya kwa vitendo, sio tukashika imani ya Kifarisayo, imani ya watu wachambuzi wa utoaji wa zaka na sadaka vizuri, imani ya watu wanaohubiri vizuri, imani ya watu wanaouliza maswali vizuri, lakini kwenye vitendo hawapo. Anawaita hawa ni Mafarisayo kama Nikodemo. Kwa maana akamfananisha Nikodemo, akasema alipoambiwa nenda kauze vitu hivyo navyo akafanya nini? Wengine yeye anasema nimeashika tangu utoto.
Ameashika tangu utotoni, anajua zaka ni nini, sadaka ni tangu utotoni, ila nenda kafanye basi. Ameshindwa kufanya. Shambulizi linaelekezwa katika utoaji. Naenda kumalizia. Nisikia kingine. Nataka nianze dakika 10-15. Shambulizi litaelekezwa katika utoaji. Shetani akiwa katika vazi la usomaji wa maandiko atawaangusha wengi. Walimu wa uongo watasoma maandiko na kuyageuza yapige tarumbeta inayotoa mlio wa ubinafsi na uchoyo. Watu watatoa mlio kwa ajili ya ubinafsi na uchoyo ili wasiseme yaliyo kweli. Mama anaandika anasema, ndugu mpendwa, unahofia kuwa kuutii ukweli kutakugharimu sana, lakini hili ni moja ya shauri la Shetani. Ni kidogo kiasi gani kinachotakiwa kikilinganishwa na gharama iliyotolewa na Mwokozi kwa ajili yako? Sema, nikitoa zaka hii sitafanya hiki, sitapata hiki, hela zitaisha. Mwokozi alitoa kila kitu kwa ajili yetu. Yesu alitoa vyote kwa ajili yetu. Utoaji wa mpango inaonekana kwako kama usiohitajika, unaonyesha kutokujali, ingawa ni kweli kabisa mpango huo umetokana na Mungu ambaye hekima yake haikosei. Utoaji wa mpango ulianzishwa ili kuondoa machafuko na kurekebisha nia ya uchoyo, ubinafsi na ibada ya sanamu. Mpango huu ulikusudiwa kufanya wajibu mzito kuwa mwepesi. Wajibu wa kazi ya Mungu urahisishwe kwenye mabega ya watu wote, ukiwa sawasawa na kila mtu. Shuhuda wa kanisa Gogo la kwanza, mama wanaita naandika, ndio kusudi pia la Mungu, kila mtu na abebe mabegani mwake. Yeye anayeshindwa kujikana nafsi kwa kutoa kwa mpango, ili na wengine wapate mafao ya mbingu, huthibitisha ya kuwa hafai kwa uzima ujao. Hafai kupokea hazina ya mbinguni. Hafai kabisa kupokea hazina ya mbinguni iliyotolewa kwa kafara kuu ya mwana wa Mungu. Kwa maana ya kwamba hafai kupokea hazina ya mbinguni. Hafai kupokea ondoleo la dhambi. Hafai kupokea msamaha. Hafai kupokea nuru ya Yesu. Maana yeye ameshindwa kutoa. Na kielelezo mkuu wa utoaji wetu ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda nini ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee. Bwana awabariki sana.